Jaji mkuu mstaafu wa Kenya, Jaji Maraga, miongoni pia mwa watu ambao kwenye siasa za Kenya ameingia kama mwanasiasa na anaitafuta nafasi ya kuwania urais. Kwa hakika amekuwa akifanya harakati zake. Hajaanza kuwa ile kwenye umaarufu huo wa kuwa majukwani sana, lakini ni mtu ambaye Kenya huwezi kumpuuza kwa hadhi yake. Ni kweli. Sasa jana ametoa taarifa ambayo inamtaka Rais Ruto ndani ya siku 7 achapishe ripoti ambayo ilifanyiwa kazi na kikosi kazi ambacho kilikuwa kinaitwa kikosi kazi cha taifa, kuhusu marekebisho ya polisi, National Task Force on Police Reforms, ambayo ilifanyika pale Kenya. Na yeye anasema ndani ya siku 7 anamtaka Rais Ruto kuchapisha ripoti hiyo, la sivyo ataichapisha yeye kwa sababu anayo. Sasa ripoti hiyo ilikuwa ikiangazia mambo kadhaa, ikiwemo uingiliwaji wa kisiasa katika shughuli za polisi, lakini pia rushwa katika ajira na upandishaji wa vyeo vya maafisa wa polisi, mapungufu katika mitaala ya mafunzo ya polisi, tume ya huduma ya polisi ya kitaifa NPSC kutokuwa na rasilimali za kutosha, lakini pia pendekezo la kuongeza mishahara ya polisi kwa 40% kwa awamu ndani ya miaka 3. Sasa Maraga anampa rais siku 7 kuchapisha ripoti hiyo bila kuhaririwa. Chukua hiyo, bila kuhaririwa. Na asipofanya hivyo, sasa mimi ninayo, nitaichapisha. Moja kati ya maeneo ambayo katika nchi hiyo yanalalamikiwa kusema kweli ni polisi. Na nafikiri polisi katika nchi nyingi za Afrika ni idara inayolalamikiwa sana. Na inalalamikiwa kwa sababu ya mambo mbalimbali. Ukiacha haya ambayo yanahusisha changamoto zao ambazo baadhi ya wataalamu kama majaji hawa wameamini kwamba ndizo wakati mwingine zinashinikiza maafisa hao kujihusisha na vitendo visivyo vya kimaadili. Kuna hata hili la kutumiwa na wanasiasa. Unajua, polisi katika nchi hiyo wamekuwa wakishutumiwa sana na kwamba maamuzi ambayo mara nyingi sana wanachukua, hatua ambazo wanachukua dhidi ya watu hasa wanasiasa, lakini pia katika siku za karibuni hata waandamanaji. Kwa mfano katika miaka hii 3 kwa maana 2024, 25, 26 zimekuwa zikiathiriwa sana na wanasiasa na watendaji wa serikali. Wakati mwingine ukiangalia katika muktadha wa sheria na maadili ya huduma ya polisi katika nchi hiyo, ni kama haziendani, zinakiuka maadili na huduma yanayoongoza na kusimamia huduma hiyo na namna ambavyo inapaswa kuendeshwa. Kwa hiyo kikosi kazi hiki kiliundwa kwa ajili ya kufanya mapitio, kwamba kwa mfano swala la mishahara, kwamba polisi wakati mwingine kinachofanya wapokee rushwa, kwa sababu ni moja kati ya idara zinazolalamikiwa sana kwenye swala la rushwa, kwamba kinachofanya wapokee rushwa ni maisha magumu yanayotokana na maslahi duni wanayolipwa. Kwa hiyo moja kati ya maeneo ambayo kikosi kazi kilikuwa kufanyia kazi ni hiyo, kwamba mishahara ya polisi na maslahi mengineyo ikoje, na namna gani ambavyo yanaweza kaboreshwa ili kuwaondosha polisi katika tuhuma hii ya mara kwa mara ya kwamba wanapokea rushwa kwa sababu ya mazingira magumu ya maisha yao. Sasa ni bahati mbaya kwamba tangu kikosi kazi hicho kutoa ripoti hiyo kwa rais, haijawahi kuchapishwa mahali popote pale. Na ndio maana unasikia Jaji Maraga sasa anakuja nasema katika kipindi kama hiki tunahitaji ripoti hiyo ifichuliwe. Lakini kwa upande mmoja ni katika kushinikiza swala la uwajibikaji wa serikali kwenye eneo hili la kushare report kama hizi, kwa sababu hii ni ripoti yenye maslahi ya umma pia, utakumbuka. Lakini kwa upande mwingine ni karata ya kampeni, kwa sababu utakumbuka Maraga ni kiongozi wa chama cha Green Movement Party, ambacho alikiunda kuelekea kwenye uchaguzi mkuu, kwa sababu anataka kugombea urais baada ya kustaafu ujaji.
Kwa hiyo ni karata nyingine ya kisiasa ambayo anajaribu kuitumia katika kuinangia serikali ya Ruto. Araga anasema kwa mujibu wa kifungu cha 35 cha katiba ya Kenya kinawapa wananchi haki ya kupata taarifa zinazoshikiliwa na serikali. Kwa hiyo na hiyo pia ni miongoni mwa taarifa ya wananchi ambayo inashikiliwa na serikali kabisa. Kwa hiyo anashinikiza ndani ya siku 7 kuanzia jana, kwa hakika, ripoti hiyo iweze kuchapishwa. Kwingineko kwenye kumalizia Kenya, ripoti rasmi imetoka kile ambacho kilijiri kwenye mkutano wa Homa Bay juzi pale kwenye mikutano ya Linda Mwananchi. Kwa mujibu wa ripoti za jeshi la polisi, afisa wa polisi na raia wawili wamefariki dunia katika vurugu za Linda Mwananchi eneo lile. Afisa mmoja na raia wawili wamefariki dunia huku wengine wakijeruhiwa katika ghasia hizo zilizokumba mkutano wa kisiasa wa Linda Mwananchi katika eneo la Homa Bay nchini Kenya. Afisa huyo ambaye alipigwa jiwe kichwani alikimbizwa katika hospitali moja katika kaunti ya Kisumu ambako alifariki dunia alipokuwa akipokea matibabu. Polisi imetoa taarifa na kusema kuwa washukiwa 37 wamekamatwa baada ya kupatikana kwa silaha mbalimbali za kienyeji zikiwemo mapanga, kamba, vyuma, visu, marungu, fimbo za polisi na tochi zimekamatwa pale. Nikirifaa ripoti ambayo imewahi kutoka, nadhani ni ripoti ya taasisi ya Kofi Annan kama sijakosea. Ilikuwa ni ripoti moja ilifanyika kwa tulijadili hapa, ikitoa tahadhari kuelekea uchaguzi wa Kenya kwamba wiki kadhaa zilizopita dalili za ripoti mbalimbali, watu waliohojiwa na nini, watu hawana amani sana kwamba uchaguzi utakuwa fresh. Ndio maana akatoa tahadhari kwamba kuna mambo ya kurekebisha ili uchaguzi huo uweze kuwa wa amani. Exaudi, wiki iliyopita nilizungumza hapa, niliwaacha wasikilizaji wetu na swali kwamba kwa nini matukio kama haya yanakuwa yanatokea katika mataifa yetu katika kipindi hiki cha kuelekea chaguzi, yakihusisha kundi hili kuandaa magenge ya wahuni kwenda kufanya vurugu kwa kundi hili kwenye siasa zetu. Kama kila mmoja ana nafasi ya kufanya kampeni zake, mikutano yake, kujinadi sera zake na mipango alionayo kuelekea kwenye chaguzi kuu, kwa nini tuhujumiane? Kwa nini? Kuna ulazima gani? Yani kwa nini tunazifanya siasa zetu zinaonekana kama ni siasa za kijima, siasa za kikale, licha ya miongo zaidi ya 5 kupita tangu mataifa yetu kupata Afrika kupata uhuru katika bara hili? Kwa kweli, kwa nini? Mimi naendelea na swali lile, kwa nini tunahujumiana kwa namna hii wakati kila mmoja ana nafasi ya kufanya kampeni zake na kushawishi wananchi kumchagua na mambo yakaenda?